Katika jamii yoyote inayopiga hatua, wapo watu ambao huamua kutumia muda wao, rasilimali zao na uwezo wao kubadili maisha ya wengine. Watu wa aina hiyo si wengi, lakini mchango wao huonekana kwa matokeo makubwa wanayoyaacha katika jamii. Miongoni mwao ni ndugu Juma Salum, mkurugenzi wa timu ya mpira wa miguu ya Nkimu FC ya wilayani Korogwe mkoani Tanga. Kwa dhati kabisa, anastahili pongezi na heshima kwa moyo wake wa kujitolea katika kuibua, kulea na kuendeleza vipaji vya vijana kupitia mchezo wa mpira wa miguu. Hatua yake ya kuanzisha na kusimamia Nkimu FC si jambo dogo, ni uwekezaji wa moja kwa moja katika maisha ya vijana na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mpira wa miguu si mchezo pekee, bali ni nyenzo muhimu ya kujenga nidhamu, mshikamano, afya, uzalendo na fursa za kiuchumi. Vijana wengi wamefanikiwa kitaaluma na kiuchumi kupitia soka. Kutambua ukweli huo na kuamua kuanzisha timu inayowapa vijana nafasi ya kuonyesha vipaji vyao ni ishara ya uongozi wenye maono na moyo wa kizalendo. Kupitia Nkimu FC, wachezaji wengi wa Korogwe na mkoa wa Tanga kwa ujumla wanapata nafasi ya kufanya mazoezi, kushiriki mashindano, kukuza vipaji vyao na kuamini kuwa ndoto zao zinaweza kutimia. Hii ni hatua inayowalinda vijana dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kuwakumba, ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu na kukata tamaa kutokana na ukosefu wa ajira. Ni jambo la kujivunia kuona ndugu Juma Salum ametambua kuwa kila kijana mwenye kipaji anahitaji mtu wa kumshika mkono. Ameamua kuwa sehemu ya suluhisho na kuwapa vijana mazingira kujifunza, kujituma na kujijengea mustakabali bora kupitia michezo. Zaidi ya hayo, juhudi hizi zinaendana na dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais kuwezesha vijana kujiajiri, kupata ajira kupitia sekta mbalimbali ikiwemo michezo. Michezo imeendelea kuwa sekta yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa na katika kuwainua vijana kiuchumi. Kwa kuwekeza katika maendeleo ya soka la vijana, Juma Salum anaunga mkono juhudi za serikali za kujenga taifa lenye vijana wenye ujuzi, nidhamu na uwezo wa kujitegemea. Kiongozi bora ni yule anayejenga watu badala kutafuta sifa binafsi. Kwa kuanzisha Nkimu FC, Juma Salum ameonyesha sifa nyingi za uongozi bora, zikiwemo maono ya muda mrefu katika maendeleo ya vijana, kujitolea kuitumikia jamii, upendo kwa vijana na maendeleo yao, uzalendo wa mkoa wa Tanga na taifa kwa ujumla, kukuza vipaji na kutoa fursa kwa wote bila ubaguzi, kujenga nidhamu, mshikamano na uwajibikaji kupitia michezo, kuamini kuwa kila kijana anaweza kufanikiwa akipewa nafasi. Hakika watu wa aina hii wanapaswa kuungwa mkono na kuthaminiwa. Kama ilivyo ada, kila mwaka baada ya ligi kumalizika huwa tunaweka mashindano ya shukrani kwa ajili ya sapoti ambao wana Mombo na sapoti timu yetu ya Nkimu, ambapo sapoti yenu imetuwezesha kubaki kwenye ligi daraja ya pili na tukishika nafasi ya lile kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kutokana na mafanikio haya huwa tunaona haina budi kuwashukuru ndugu zetu wa Mombo kwa kuwawekea mashindano, kwa kuwa sisi mpira ndo chakula chetu. Lakini mashindano haya safari sio mashindano ya kwetu tu sisi kama Nkimu, bali mashindano haya ni ya wanamombo wote kwa ujumla. Mtu yoyote ambaye anaona Mombo imemfanyia jambo jema, basi hana budi kusema asante Mombo. Kwa hiyo inapofika wakati wa jioni, kila mtu anakuja hapa kwa ajili ya kuishukuru Mombo. Isije tu kuwa kama sisi ndio wenye mashindano, hapana. Mashindano haya ni ya watu wote wa Mombo.
Kwa kila mmoja kwa namna nyingine achangie katika kufanikisha mashindano haya yaweze kufana. Hivyo kama kuna mdhamini yoyote anaweza kuja, tunaruhusu. Bado tunahitaji michango, tunahitaji tuboreshe mashindano yawe mazuri zaidi. Kuna taasisi za kifedha, kuna mashirika, kuna vikundi, kuna wafanyakazi wa umma, lakini pamoja na wakazi wenyewe halisi wa Mombo. Wamelelewa na Mombo, wanahitaji kuishukuru Mombo. Kuna watu wameoa hapa Mombo, kuna watu wamepata watoto Mombo, na wengine hata maaskari wamepatia nyota hapa Mombo. Kwa kila mtu haya mashindano yanamuhusu, tushikamane kwa pamoja tuweze kufanikisha mashindano haya yawe mazuri na makubwa ndani ya mkoa wa Tanga. Maendeleo ya michezo hayawezi kubebwa na mtu mmoja pekee. Yanahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali, wakiwemo wafanyabiashara, kampuni, viongozi wa serikali, mashirika binafsi, wazazi na wananchi kwa ujumla. Hivi basi, tunatoa wito kwa wadau wote wenye mapenzi mema na maendeleo ya vijana wa mkoa wa Tanga na Tanzania kwa ujumla kuungana na ndugu Juma katika kuendeleza Nkimu FC. Mchango unaweza kuwa wa kifedha, vifaa vya michezo, huduma za kitaalamu, udhamini wa mashindano au njia nyingine yoyote itakayowawezesha vijana hawa kufikia ndoto zao. Kila mchango, hata kama ni mdogo, unaweza kubadili maisha ya kijana mmoja ambaye kesho anaweza kuwa mchezaji wa kulipwa, mwalimu, kocha au balozi mzuri wa taifa kupitia michezo. Historia inaonyesha kuwa timu nyingi zinazofanikiwa zilianza kwa juhudi za watu wachache waliokuwa na maono makubwa. Leo hii tunaweza kuandika historia mpya kwa kuhakikisha Nkimu FC inaendelea kuwa daraja la mafanikio kwa vijana wa Korogwe, mkoa wa Tanga na Tanzania nzima. Mwisho, tunatoa salamu za pongezi na shukrani za dhati kwa ndugu Juma Salum kwa moyo wake wa uzalendo, kujitolea na uthubutu wa kuwekeza katika kizazi cha kesho. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki, ampe afya njema, hekima na nguvu za kuendelea kusimamia jukumu hili muhimu la kuinua vipaji vya vijana. Hongera sana ndugu Juma Salum. Kazi unayoifanya kupitia Nkimu FC ni zaidi ya kuendesha timu za mpira wa miguu, ni kujenga ndoto, kuibua vipaji, kujenga matumaini na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa lenye vijana wenye uwezo, nidhamu na maisha bora. Kijana mmoja akipata nafasi ya kuonyesha kipaji chake, jamii nzima hupata sababu ya kutabasamu. Hongera Juma Salum kwa kuendelea kuwasha taa ya matumaini kwa vijana wa Korogwe na mkoa wa Tanga.